Wa Mnyasa Media, karibu sana kwenye channel yako hii. Ni mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika kati ya Simba Sports Club dhidi ya Gaborone, mchezo ambao unapigwa hivi sasa ndani ya dimba la Benjamin Mkapa. Baada ya madhambi kufanyika katika eneo la boksi kwa upande wa Gaborone, yani kwenye boksi la Gaborone, kufanyiwa madhambi kwa mchezaji Morris Abraham, referee akafanya maamuzi ya kuizawadia Simba penalty, yani kuipatia Simba penalty kutokana na madhambi ama kadhia ambayo amefanyiwa Morris Abraham, na maamuzi yakafanyika kwamba penalty ipigwe kuelekea katika lango la Gaborone. Maamuzi ya kuipiga penalty aliyebeba Jean Charles Ahoua, ndipo Jean Charles Ahoua kama ambavyo anafahamika ni hodari kwa kupiga mikwaju ya penalty ndani ya klabu ya Simba, ndipo akaweka kimiani mpira na kuiandikia klabu ya Simba goli la kwanza katika dakika za jioni kabisa za kipindi cha kwanza, kwa maana ya dakika 45 katika mchezo huu wa ligi ya mabingwa barani Afrika, hatua ya mtoano kwa ajili ya kujipatia nafasi ya kucheza mchezo wa mwisho kwa ajili ya kuingia hatua ya makundi. Baada mchezo mmoja, kwa maana ya timu ambayo watacheza nayo nyumbani na ugenini kwa ajili ya kucheza raundi ya 32 kwa ajili ya kutinga hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Mchezo ni mgumu kwa aina yake. Gaborone sio wazembe kama ambavyo walitazamiwa. Wanacheza mpira mkubwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Kama sio uimara wa Pinipini Kamara, tayari hivi sasa tungesema kwamba Gaborone anaongoza goli 3-1 kwa maana ya mashuti matatu yaliyolengwa golini kwa Pinipini Kamara, kwa maana ya langoni kwa Simba, ambayo yamechezwa vizuri kabisa na golikipa Wekundu wa Msimbazi Simba, hapa namzungumzia Pinipini Kamara, na kuifanya Simba Sports Club kuendelea kuwa salama na wao wenyewe kupata penalti dakika za jioni kabisa za kipindi cha kwanza. Mtazamaji wa Mnyasa Media, endelea kufuatilia channel yako ipendwa Mnyasa Media, na sisi tutakuletea dondoo zote ambazo zinaendelea katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Nikumbushe tu kwamba mchezo huu unachezwa bila ya mashabiki ndani ya dimba la Benjamin Mkapa kutokana na kile ambacho kafu wameiadhibu klabu ya Simba za ambayo yalikuwa yameonekana katika msimu uliopita, kwa maana ya mashindano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo Simba wanacheza bila ya mashabiki wao kama ambavyo imezoeleka. Simba akicheza Benjamin Mkapa katika mechi za kimataifa, uwanja unakuwa na mashabiki wengi kweli kweli, hivyo Simba wanacheza pasipokuwa na mashabiki. Pengine labda imekuwa sababu kwa aina moja au nyingine Simba kuto kufanya vizuri sana katika kipindi hiki cha kwanza katika mchezo huu dhidi ya Gaborone United ndani ya dimba la Benjamin Mkapa. Mtazamaji wa Mnyasa Media, dondosha hapo comment yako, tuambie mnyama Simba leo mechi yake dhidi ya Gaborone itaishaje katika kukamilisha aggregate, kwa maana nane atakwenda raundi ya 32. Baki nasi hapa Mnyasa Media na sisi tukuletea dondoo zote, lakini wewe usisahau kuandika maoni yako hapo chini kwenye comment kutuambia nani anaibuka na ushindi ndani ya dimba la Benjamin Mkapa, ni Simba ama Gaborone United.